Sekta ya utalii inadaiwa kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo miundombinu mibovu kwenye hifadhi za taifa, wizi pamoja na kodi kuwa kubwa kwa waongoza watalii hapa nchi. Hayo yameelezwa na wadau wa utalii wakati walipokutana na mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Amos Makalla, ambapo wameeleza kwa adha wanazokumbana nazo na kuiomba serikali iweze kuwatazama kwa jicho la tatu. Wakati wa kikao hicho, mwenyekiti wa chama cha wakili wa utalii Bwana Samuel Dai ameomba serikali kuweza kuwasaidia vijana hao kupata elimu, kwani wengi wao wanajifunza mtaani na kuingia barabarani pasipokuwa na nidhamu ya kutosha, hali inayohatarisha usalama wa mtalii. Tunajaribu kubuni namna ya kuwatumia kuwa sehemu ya waelekeza wageni katika jiji letu la Arusha kwa kutumia usafiri rahisi wa bodaboda au zile bajaji. Lakini tunaamini hilo litaweza kufanyika wakipatiwa mafunzo jinsi ya matumizi bora ya barabara, wakipatiwa elimu yao ya kutumia hivyo vifaa, kwa sababu tunaamini kuna wengine wanaingia barabarani baada ya mafunzo ya chini ya wiki moja kuendesha vyombo vya moto hivyo, na matokeo yake yamekuwa ni hayo ambayo tunayaona. Tumaini Poni, mwenyekiti wa waongoza watalii wa kike, ameomba ubunifu katika vituo vya utalii vya mkoa kuongezwa zaidi, ambapo pia amelipongeza jeshi la polisi kwa ulinzi na usalama wa watalii wafikapo nchini. Lakini kwa upande wa usalama, Arusha kwa miaka mingi sana tumekuwa na shida ya kuporwa vitu, hasa wageni wakiwa wanatembea na wageni wanaoongoza Arusha. Lakini Mungu amesaidia, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na jeshi la polisi wamepambana sana kuhakikisha kwamba wageni wakiwa wanatembea wenyewe wanakuwa na usalama. Isipokuwa kuna sehemu moja tu tumesahau kwa upande wa jeshi la polisi. Tulikuwa tunaomba magari, walikuja watu wakafungua spare tire zote mbili. Lakini hiyo imekuwa changamoto. Nafikiri kuna magaidi wenzangu ambao wamekutana na hizo changamoto. Kwa hiyo nilikuwa naomba jeshi la polisi pamoja na ofisi yako kuu tawala tujaribishe hizi sehemu ambazo tunaona kwamba ndio sehemu ya mbele ya Arusha yetu kuwe kuna usalama zaidi. Kwa mkoa ni kuombe, hapa Arusha tunao zaidi ya 10,000 porters. Tuna wataalamu wengi sana ambao wako serikalini, lakini pia kwenye sekta binafsi ambao wangeweza kutupa training hata bila malipo, lakini ikiwa imekuwa coordinated na ofisi yako. Hawa watu wakipata training porters, magonjwa mengi tuliona kama porters sisi ni swala la training tu. Tukielimishwa tutatoka hapo. Hiyo speed ya kupata wageni milioni 5, sisi tutakuwa na sisi tumeaccompany hiyo speed kwa kutoa customer care nzuri, lakini pia kuwahudumia hao wageni kwa standard ambayo tunatakiwa tufanye. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Makalla amewaahidi wadau hao wa sekta ya utalii kushirikiana na kuweza kutatua changamoto hizo, huku akiwataka wadau hao kuendelea kulinda vituo vya utalii na kuandaa mkakati wa kukuza utalii zaidi kimataifa. Sambamba na hayo, amemshukuru Daktari Samia kwa kuendelea kuipa sekta ya utalii kipaumbele na kuitangaza kimataifa. Wale wahifadhi, endeleeni kulinda vivutio vyetu, endeleeni kutimiza majukumu yetu. Tunaposema utalii unakuwa, wageni wanakuwa, ni kwa sababu tumehifadhi. Kwa hiyo hilo la kwanza. Naomba nitumie kikao hiki kuwashawishi kwamba nimekuja mkoa wa Arusha. Tutaendelea na hizi hotuba za kusikiliza changamoto, za kutatua changamoto. Lakini mimi kwa uzoefu wangu ningependa tushirikishe wadau wa utalii, tuandae mkakati wa kukuza utalii unaojulikana, wenye kugusa sekta mbalimbali wa miaka 5 katika mkoa wa Arusha. Kwa kutekeleza vizuri, tunalenga nini katika uhifadhi, vivutio vyetu ni vipi, tuna market vipi mkoa wetu, kuweka mikakati itakuwa na tija ya kukuza utalii katika mkoa wa Arusha. Bila mpango kazi tutakwenda holela. Haya mlioyasema kama changamoto yakawa mawazo katika mikakati. Mkoa wa Arusha ukawa na kitabu chake kwamba katika miaka 5 tutajenga kituo cha utalii Arusha. Tunaanza safari ya kukuza utalii mkoa wa Arusha. Tumekubaliana katika mkakati wetu
wa kukuza utalii, mambo ni 1, 2, 3. Influx ya wageni kuja ni kubwa kuliko wakati wote. Ukikutana na watu wanakwambia wakati wa corona tulifilisika. Uchumi wa mkoa huu mbali ya sekta zingine, lakini sekta ya utalii inaongoza. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli amekuwa kinara wa kukuza sekta ya utalii, amepromote utalii, na leo hii inakuwa vigumu kuweza kujua kabisa kwamba tofauti ya high season na low season. Kikao hicho kimelenga kusikiliza changamoto na namna bora ya kuboresha sekta ya utalii hapa nchini. Kutokea mkoani Arusha,